Wanangu, baba. Nimewaita hapa. Nina jambo moja tu la kuwaeleza. Jambo gani baba? Najua mna hamu sana kulijua jambo hili, si ndio? Tuko tayari kusikiliza. Asótame. Asótame. Napambana sasa sambo, napambana baya boy mie, Mungu heshima yako. napambana na imani tatoboa. Si jepesi kama mnavyofikiria, ila linawahusu nyinyi wanangu wawili, Neema Be. Rahma. Be. Ili jukumu ni la kwenu. Jukumu hili katika ulimwengu wa binadamu kuna njozi nyingi zinanijia katika kichwa changu siku zote. Kuna binadamu wasiokuwa na hatia wanateseka sana. Baba mkwe, nikupelekea fimbo yako ndani? Nani ulishamwona kaishika fimbo? Wewe toka umefika hapa, nani ulishamwona kashika fimbo hii? Najibalaguza tu. Kujibalaguza nini? Kwanza tayari nimeshanichafua humu ndani. Baba mkwe, achana na hao fimbo. Mimi nakuletea tu maji ya kunywa basi. Yaani tayari mmegeuza hii nyumba kama vile takataka. Baba mkwe, mimi kuna kitu sijaelewa. Hivi ni msuri, kanga au shuka za Kimasai? Unanichanganya kwa Mungu walai. Tena wewe kaa kimya kabisa. Kaa kimya kabisa wewe, sitaki kabisa maongezi na wewe bwana. Baba mkwe kavaa msuli mzuri hapo, umeona? Kapendeza. Huyu Chapombe huyu, usio namsikiliza sana, kashalewa. Baba mkwe, unajua mimi msanii. Kwa hiyo jina langu lile nilokutajaga siku zile nimeliongezea mbele pale mavitu. Unajua si wasanii watu fulani creative sana. Yaani tuna vitu fulani hivi. Mimi si watu baba mkwe mwenyewe jina lako silijua, ningekuongezea AKA. Kama pale unakuwa ile na hizo ndevu zako nyeupe fulani hivi, unakuwa papa batoko batuku batongo. Wasanii kuimba wapi? Nyinyi wote ni kitu kimoja. Kuna huyo mzee anajiita Sheikh Maulid. Ndio nani baba? Nitakwenda kumjua na nitakwenda kuwaonesha mapema sana. Na nikiwatazama wanangu naona kama uwezo wenu bado ni mdogo sana. Na kwa yule kiumbe anavyotamba kwa wanadamu wenzie, anaonesha wazi ni kwamba ana nguvu sana. Hivyo basi nitawapatia uwezo wa kwenda kukabiliana naye yule bwana. Ni mwepesi sana ila ni mzito mno. Sawa baba, sisi tupo tayari. Na mtu yoyote katika uzao wangu mimi atakayeniangusha katika majukumu nitakayompatia, sitaangalia kama ni mwanangu. Baba mkwe, mimi hapa sasa kama Mario, sinywi mitungi, sivuti midanda. Yaani mimi niko smart. Sasa kwa nini usiniozeshe kandoa fulani hivi kamkeka? Sisi kule kwetu kule tunaita gandoa fulani hivi ya mjala baba mkwe. Yaani unanitandika hiyo, unaionaje baba mkwe? Jana hizo unaongea sana. Yaani baba, huyu mzoee. Huyu ndo kabila lake la Uzalama. Wanaongea sana. Kwa ndo nilikuwa naomba babangu mzoee. Mimi nachoomba niwezeshe tu mke wangu, tuweze tuisevia, tukale bata, tuenjoy. Haya, mmefika hapa, mnajua wapi mpo? Baba mkwe, mimi napajua hapa. Hapa mlevi katuambia kwake kapata nyumba ya urithi, sijui kanunua nyumba. Kaelekezwa na nani? Nyumba hiyo wewe kwambia hii nyumba ya urithi. Tukikubali tu maisha tukaacha mapombe, masigara, unatuachia na watoto wako.
Huyu Manuel ndo aelewi. Anajifanya anaongea nini? Aisha ka mdomo katakuponza, utakosa utamke. Umbavu. Mimi nisamehe, tumake nishaacha pombe. Kule nimeamua sasa hivi tumehamia mji mpya. Kwa sababu tayari kule kuna mambo matatizo yameshatokea mengi sana. Kabisa. Kwa hiyo nimeona tutoke, tuhamie kwenye mji mpya. Labda mandhari mnayonaje? Yaani hapa ya kwanza nimepapenda. Yaani kama nyumbani. Nyumba safi nini? Ila mimi ni mkali wa madecoration. Ungenishauri mapema baba mkwe. Hapo ungeka kitu fulani hivi cha remote. Kijana, usinielekeze mamlaka yote kwenye mtu wangu. Kila kitu umekikuta huko ndani. Unataka unifundishe na kazi kila kitu. Wewe na maana hakuna kitu ambacho unakiona huko ndani. Sio bwana baba. Sitaki kusikia chochote cha kunielekeza wewe. Baba mkwe, yani hii nyumba uliyotuleta hii. Hii nyumba ya kishua. Simuona mimi navong'aa. Na mke wangu hapa, unasemaje mama mtoto? Huu ni mji mpya tulohamia sasa hivi. Umenielewa? Ndio. Hamtokutana na mauzauza ya aina yoyote ile. Kweli baba mkwe unacheza. Yaani haitokuja kutokea hata siku moja. Kama mnavyoona uzuri wa nyumba hii. Hamwezi kuona kitu kingine kibaya chochote, mtaishi vizuri. Hapo utakuwa umecheza kama Pele. Kama sio Pele, kijana fulani hivi anachipikia pale Real Madrid anaitwa Kylian Mbappe. Mimi nachezaga kwenye PS baba mkwe, ninavyokuambia PS5. Utakuja nikupeleke siku moja ukaenjoy. Si unajua tena baba mkwe. Ila sasa sitaki mambo ya ajabu. Msimamo wangu uko pale pale na masharti yangu yako pale pale. Mambo kali kweli. Ila kule na huko. Yaani sawa baba mkwe, umetuletea share yule kanzu mpya. Kuna jipya ndani, yani yote nisenywa pombe. Mwanao utaki kunyozesha. Haba wenzangu. Lakini na watoto. Mimi naongea namwambia babako ukweli. Asinichukulie mimi mrefu. Nyamazisha. Huyu Manuel huyu hamna kitu. Huyu mwingine naye mvutaji sigara. Ukimwangalia huyu nimemsimama yote. Mimi ndo top manager. Nikabidhi nyumba. Nishaacha pombe. Sasa baba mkwe, hapa si makazi mapya. Kwa mimi nilikuwa naomba unionyeshe chumba changu niende na mama mtu tukalale, maana huko makazi mapya. Mama mtu ndo nini? Na mama mtu ndo nini? Yaani mama mpenzi. Mama mpenzi ndo nini? Yaani hapo maana yake, yaani namaanisha mama yoyo, mama mtoto hapa. Hakuna ruksa hiyo. Siwezi kufanya uchafu kama huo. Siwezi kufanya uchafu kama huo. Zina hakuna kwenye nyumba yangu. Basi baba mkwe, nilikuwa naona. Potea kwanza, naomba mwende mkalale ndani. Mtu toke nende kwenye vyumba vyenu. Hata chumba changu mimi. Nendeni kwenye vyumba vyenu, sitaki maongezi na nyie, mtoka bwana, mchana vuruga. Baba mkwe. Naomba mpotee. Nenda kuchumani kwenu mkapumzike. Usiku mwema. Tokeni kabisa. Sitaki kuona. Yomane kibi balongo ambaira kitita murume kitita pamba ora balongo Odi mganga.
Karibuni sana. Karibuni. Vula vilato kijana, vula vilato kijana. Karibuni sana. Nilitumaini mtakuja na mmeweza kufika. Karibuni sana. Karibuni sana. Waweza kunieleza shida yenu? Mganga, shida iliyotuleta hapa ni kaka yetu. Kaka yetu haonekani, ana muda sana amepotea na hatuna taarifa yoyote, na ndio maana mganga, tumekuja kilingeni kwako ili uweze kutusaidia. Tafadhali mganga, tunahitaji msaada wako. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibu. Asante bwana. Habari za hapo? Nzuri. Bwana, nimekuja na shida ndugu yangu. Bwana, kwangu kule kuna shida. Kuna matatizo sana. Kwa bwana, nimekuja kwako ili tuungane. Tuwe kitu kimoja. So doctor, nilikuwa naomba tushirikiane, tuungane tu pamoja. Maana nadhani tutakapoungana na wewe mambo yataenda vizuri na nguvu itaongezeka zaidi. Nilitumaini mtafika na mmeweza kufika. Nililijua hilo toka mwanzo. Nililijua. Kaka ana matatizo makubwa sana. Lakini nitaweza kuwasaidia. Natamani mfike kesho saa 7 mchana, jua likiwa linawaka, jua kali. Mfike saa 7 mchana, saa 7. Mganga, tunaomba utusaidie, kwetu ndio huyo tunamtegemea nyumbani. Hiyo kazi niachie mimi. Hiyo ni kazi yangu. Kaka, tutampata kweli? Ndugu wangu, ondoa hofu. Huyu ndo mganga ambaye tunamtegemea hapa. Hivyo basi, hataki kuwa na wasiwasi naye hata kidogo. Sijaanza kuja hapa leo. Sawa mdogo wangu? Sawa kaka. Kaka yetu atarudi tu. Mungu pia yuko nasi. Sawa. Usilie. Kuwa na imani. Sawa? Ndio kaka. Natumai mganga atatusaidia. Na kaka yetu atarudi tena salama salimini. Sawa? Sawa kaka. Nakupenda. Waweza kwenda. Mkutianka mkunkuti. Naibalanga mikongo. Abeleka nchunga. Naibalanga mikongo. Kwa hilo ondoa shaka. Bimaana hata mimi nakumbuka, maana mlivyokuwa mnaishi na baba mlikuwa mnaishi vizuri sana. Sawa. Kwa siwezi kukukatalia swala lako kuweza kuungana na mimi. Bwana, mimi natoka bwana. Karibu. Tashukuru sana bwana, kama tutaenda vizuri. Naomba Mungu mambo yaende vizuri bwana. Endapo utanihitaji, nadhani nyumbani kwangu unapafahamu. Sawa. Utakuja kwa wakati mwingine.